watazamaji wa Big Boss TV na wale wafuatiliaji wa Big Boss Radio. Leo niko hapa na tuko hapa na yangu ndugu mwakilishi kutoka ofisi za Kemba Super Agent ambazo zinapatikana Mwenge Mamaga. Nakuja hapa kueleza kidogo nini maana ya Kemba na nini maana ya Super Agent, sababu kuna Kemba Super Agent kama ni mmoja au mwingine tofauti. Kwa hiyo tutapata kidogo ufafanuzi kutoka kwako yeye kueleza, lakini pia vile kama ni issue ambayo inatakiwa kufuatiliwa ama inatakiwa kufahamika zaidi, basi timu yako ni muhimu sana kwa dakika chache hapa iweze kumsikia na yale ambayo anakuja kueleza. Sasa karibu sana katika shughuli hizi za Big Boss TV na karibu sana za kueleza nini maana ya Kemba Super Agent. Shukrani sana. Mimi jina langu ni Toa Khalid. Mfanyakazi wa Kemba kama Limited. Kazi yangu kubwa mimi hasa ni kuhudumia mawakala. Kusema kuhudumia mawakala, manake mawakala hao wanafanya na fedha kwa mahitaji yao. Tofauti na kazi ngumu na kisha kwa mawakala. Kwa hiyo Kemba Super Agent ni kampuni ambayo kazi kubwa hasa ni wakala mkuu wa Municipality hapa Dar es Salaam. Tunafanya kazi na kampuni kwa maana ni kwamba mawakala wa hizo mbili ambao wako chini ya mfumo wa Kemba sasa, basi wanahudumiwa Kemba. Wakati tuna mawakala zaidi ya 1,500 ndani ya Dar es Salaam pekee yake. Kwa hiyo mawakala wengi ambao tayari tunafikia na tunawezesha tu kazi kubwa ya Kemba na Super Agent ni kuhakikisha kwamba wakala tofauti kesho wakati wa store, lakini pia na huduma nyinginezo za wakala kubwa hasa msingi kufanya na kesho tofauti na Kemba tofauti. Ndugu wakala popote pale ulipo, na imani umesikia kueleza hapa kwamba wao wanahusika na masuala mazima kuhudumia wakala hasa kwenye kumpelekea keshi pamoja na mtoto. Kwa wakala popote pale ulipo, usihangaike kupata tabu kutembea kwenye jua kwenda huku na huku kuhangaika kupata mtoto na keshi. Kwa ni kuungana na Kemba. Kwa nini Kemba mnahudumia na si watu wengine? Kwa sababu ni kazi ambayo hata mkurugenzi wa kampuni Mr. Smith ni kazi ambayo alitueleza kama watu kubwa ambao wanazunguka kwa hiyo alituita kutoka chini akatueleza kama vijana malengo yake yeye kwa nini anataka kufanya wakala, na lengo kubwa hasa ni kuendelea kutoa huduma. Mtu anarudia uzoefu mkubwa nacho kama pia tunaendelea naye, na kazi yetu hasa kuendelea kuu ni kuwasaidia wakala kuhudumia wakala ambao tumepewa needs bias ambao chini changamoto hizi ambazo wamekutana nazo kwa wakala na zile ambazo zinatokea kwa wakala, na ingawa kuna wingi baada ya wakala wao wanachukuliwa kuna changamoto nyingi, kwa sababu kazi ya huduma inafanya kwa pia binadamu. Kuna changamoto nyingi zile za binadamu, zile za ambazo si za binadamu, zinaonyesha usawa, lakini kubwa zaidi changamoto kubwa ya wakala ni kutokana na pamoja na wakala wetu pamoja na shughuli za wakala. Takwimu ilikuwa kufanya kazi kwa kweli na wakala ni basi kwa wale wanafanya chao ni kutoka na ndio kwa kweli ni nyingi za maana kuna faili za kutoa familia, kuna faili za kunyanyasa, kuna faili za kesi, kuna faili za kuchanganya na faili kama wanafanya kwa vitu vingi ambavyo wanafanya na koroga na mwisho siku na huduma wakala. Na watu wengi ambao kwenye biashara ya wakala wanaweza sifahamu ni sio mahali kuna vitu vingi sana ambazo tunahitaji kawaida tu vijana na mtu hili kuna kazi nyingi na staff ndio karibu kwa fundisha biashara kila mmoja ndoto zake. Kwa hiyo si watu ambao wanapata fedha nyingi ambazo wanasubiri. Wakala jitokeza shilingi 1,000 kubwa sana.
na kumwangusha yeye kwa mtiririko wa watu wengi. Kuna mimi naenda sokoni, naenda kama kama kampuni ya kalamu kuu, naenda kwenye kampuni kabisa yenye msibaliasi, lakini kwa sababu huyu tunataka kutoka kwa kufanya kazi katika kile na familia na yeye bosi. Kwa hiyo unaona utapeli unaofanya kwa mawakala kama wewe unashauri kwa sokoni, kisa ndio una sababu unaongeza mawakala na kuongeza kwa changamoto nyingine ni za kawaida za gharama kwa sana kuliko kuchelewa kufika, kuchanganya namba, kwa namba isiyo tunasikia ile kuongea na kwa changamoto zipo, lakini bahati nzuri Kemba imeamua kuwa kampuni ya wakala pekee sana. Kwanza kuhakikisha kwamba hayo yote yanatokea sokoni na wewe sasa. Kama changamoto za pili, Kemba imekomana kwa maana ya kutoa elimu ndani ya kampuni na nje, kwa maana ya ndani kwa watumishi na kazi Kemba wanatokea sokoni kuwapa elimu kuhusu masuala ya utapeli, fedha, uwaji na bahati nzuri na shirika la jeshi la polisi pia tunapata semina kutoka kwao kutoka kampuni mbalimbali mshuhudia wawakishi wa mapesa mbalimbali pamoja nao wa mix bias na HQ wameshuhudia si mara moja si mara mbili, kila siku mwalimu wetu wanakuja kutupa semina mbalimbali, semina za ndani. Lakini pia kuna wakala convention ambao tunasema mix bias wakati mkuu anasema kama ni somo yake basi wakala convention wanakuwa na wakala wengine watu wanatoa na wakala elimu ya wakala pia inatolewa kwa pamoja na changamoto mzito. Kemba ni kampuni ambayo inafikiria mbele zaidi. Kwanza kuhakikisha kwamba elimu hii inatoka, watu wanafahamu kuhusu utapeli, fedha, changamoto za sheria. Kwa maana watumishi ndani wanajua, lakini pia wateja wao wanaona makala pia wanafikiria. Sasa hivi tunazungumza pia inakuja ofa maalum kwa wakala wetu ambao tunazoea pale kwenye makao makuu ya Kemba sasa kwa ofisi ya pale kwa maana kabla ya kupata tuone kabisa kushuka kwa kufika Kemba kwa ukubwa wa kiasi cha pesa kwa ajili. Tunapatikana pale. Kuna elimu kwa wakala. Kila wiki na kwa 20 ama 10 tunaenda kwa ofisi kwa ajili ya kuelimu face to face na watu tukachukua pamoja na kuelekea kwa ofisi ambao wamepea kwa kazi nyingine na watu wengine. Shida ni nini au kwa nini? Ni kuelimisha mawakala. Kuambia mawakala kuhusu ndio na mawakala jinsi zinakwenda. Kwa hiyo unaona kitu ambacho Kemba tunakuwa na kusaidia basi wasiingie kwenye kumatiza utapeli, lakini pia mtaji. Naam, mtazamaji wa Bigboss TV, nilikuwa nikutwalibu hapa kwa machache ambayo nilikueleza kidogo, lengo niweze kupata elimu. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kutueleza hapa, tutakuwa tunaendelea kuwafundisha mawakala ABC kuhusiana na wakala, utapeli, jinsi ya kujikinga na matapeli, namna gani ufanye wakija wapokeaji, na pia vile vile uweze kujua kwamba huyu sio mteja mtapeli na huyu ni mteja. Basi endelea kufuatilia Bigboss TV kwa ajili ya hii elimu ambayo wanatawaliwa watakuwa wanatuletea mara kwa mara kupitia Bigboss TV na yeye akitokea Kemba Super Agent. Mimi ndo Zuberi.